Home Clinic. Ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu tena kusikiliza na kutazama kipindi cha Home Clinic kinachokujia kila siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu. Utapata wasaa wa kuelimika na kufahamu mengi kuhusu afya yako. Na leo kwenye Home Clinic tutaangazia uelewa kuhusiana na lishe kwa mtoto mwenye umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 5. Safiri nami Aileen Kitale Health Queen kuanzia mwanzo mpaka pale tutakapoenda kutia nanga. Kabla hatujaendelea, turudi nyuma katika clinical puzzle ya wiki iliyopita. Swali lilikuwa likihoji, je, ni aina gani ya kundi la chakula ambalo husaidia kuupa mwili nguvu? Na jibu lake ni kundi aina ya wanga, linalohusisha vyakula kama wali, ugali, mikate, viazi na kadhalika. Na kundi hili husaidia kuupa mwili nguvu wa kufanya kazi na shughuli nyingine za kila siku. Naam, baada ya kutazama clinical puzzle ya wiki iliyopita, tukatazame afya storyline ya leo. Lishe bora ni nguzo muhimu ya afya na maendeleo ya mtoto tangu kuzaliwa hadi kufikia umri wa miaka 5. Lakini kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, katika ripoti yake kuhusu hali ya watoto duniani kwa mwaka 2019 linabainisha kuwa takribani watoto milioni 200 ulimwenguni kote hawapati lishe toshelezi au wana uzito kupita kiasi. Hali kadhalika, watoto 2 kati ya 3 wenye umri wa kati ya miezi 6 hadi miaka 2 hawapati chakula kinachosaidia makuzi ya haraka ya miili yao pamoja na ubongo, kushindwa kujifunza, kinga ya chini na ongezeko la maambukizi na mara nyingine kupelekea vifo. Lishe bora humaanisha kumpatia mtoto chakula chenye mchanganyiko sahihi wa virutubisho muhimu kama vile protini, wanga, mafuta, vitamini pamoja na madini kulingana na umri wake. Kwa mujibu wa UNICEF, inaeleza kuwa lishe bora kwa mtoto mwenye umri mdogo humjenga mtoto kwa kuwa na makuzi bora na imara kwa mwili wake. Mtoto akiwa katika umri wa miezi 6 ya mwanzo anatakiwa kunyonya maziwa ya mama pekee. Lakini akifikisha umri wa miezi 6 na kuendelea, mtoto anahitaji vyakula vya nyongeza sambamba na kuendelea kunyonya maziwa ya mama hadi angalau umri wa miaka 2 au zaidi. Lishe bora humsaidia mtoto kujenga misuli pamoja na tishu za mwili, kwani taarifa za Benki ya Dunia inaeleza kuwa watoto wanaopata lishe bora huwa na uzito na urefu unaolingana na umri wao, hivyo kuepuka udumavu. Aidha, lishe bora huimarisha ukuaji wa akili na ubongo wa mtoto, kupelekea kukua kwa kiasi kikubwa katika miaka ya mwanzoni. Vile lishe bora hujenga tabia njema za ulaji na afya ya maisha yote ya mtoto. Pindi mtoto anavyozoeshwa kula chakula bora tangu akiwa mdogo, huwa na hatari ndogo ya kupata magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu na unene uliopitiliza na anapokuwa mtu mzima. Kwa ujumla, lishe bora kwa watoto wa umri wa kuanzia 0 hadi miaka 5 ni uwekezaji wa msingi kwa familia na taifa, kwani faida zake huonekana katika afya njema, akili timamu na maisha bora ya baadaye ya mtoto. Lakini madhara ya lishe duni huleta athari za kudumu. Hivyo ni wajibu wa wazazi, walezi, jamii na serikali kuhakikisha kila mtoto anapata lishe bora kwa ajili ya kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Naam, mara baada ya kutazama afya storyline ya leo, na sasa tukatazame maoni ya wadau wetu kuhusiana na mada inayosema uelewa wa lishe kwa watoto wenye umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 5. Naitwa Rachel Doctor, ni mama wa mtoto mmoja. Kuhusu lishe bora kwa mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 5, kwa upande wangu, kwa uelewa wangu, miezi 0 mpaka miezi 6 mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama. Maziwa ya mama bila kuchanganya na kitu chochote, na hiyo inasaidia mtoto anakuwa vizuri, anaepuka magonjwa kwa sababu mtoto kinga yake inakuwa bado iko chini. Kwa hiyo inabidi anyonye maziwa ya mama sana kuliko kitu chochote. Lakini kwa upande wangu nilimpa kwa sababu nakuwa sina mtoto masaa yote, nilimpatia kuna maziwa madaktari wanakuelezea, mfano Lactogen 1 ni nzuri, lakini hushauriwi kumpa muda wote. Yani the best ni kuweka kumnyonyesha ndio inakaa vizuri sana.
inamsaidia kutokupata magonjwa. Mfano, anapokuwa na mafua mtoto mdogo miezi 0 mpaka miezi 6, ukimnyonyesha sana unaweza tu usimpe dawa yoyote, lakini kutokana na maziwa ya mama ile anavyokuwa ananyonya anapona, na magonjwa mengine ukimnyonyesha anakaa sawa. Miezi 6 mpaka miaka 5 utaanza kumtengenezea juisi ya kutengeneza. Usichukue juisi ya dukani kwa sababu inakuwa ina chemical. Kwa hiyo kama mama mwanangu alivyofikisha miezi 6, nilikuwa namtengenezea juisi. Nilikuwa na blendia labda ndizi, anakula vitu vya asili mpaka kufikia miezi 6 ili apate kuendelea vizuri. Mfano, wakati wa kumwandalia chakula huwa tunahitaji kupata maelezo ya mama anahitaji kula nini, lakini washauri wa afya wanamshauri nini, huwa tunawazingatia. Hasa nijisemee mimi, sijui wenzangu, kama wenzangu wafanye hivyo, basi na wao ninawashauri afanye hivyo. Uelewa wangu katika swala la lishe kwa mtoto kuanzia umri wa miaka 0 mpaka 5 ni kwamba mtoto anapokuwa mdogo, akishazaliwa, ni vizuri akanyonya maziwa ya mama kwanza, ambayo yatamsaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali na kwa ajili ya kujenga mwili wake. Hivyo tunashauri kwamba kuanzia amezaliwa mpaka miezi 6 apewe tu maziwa ya mama. Lakini baada ya hapo ndipo ambapo mtoto anaanza kutumia lishe ambayo itaweza kumsaidia kujenga mwili wake. Kwa mfano, mtoto anapewa maziwa, pia mtoto anapewa uji uliochanganywa na vitu mbalimbali. Mfano, umechanganywa ulezi, karanga. Inamsaidia mtoto kupata madini yote yanayohitajika katika mwili. Lakini pia vyakula mbalimbali ni vizuri kwa ajili ya mtoto. Mfano, samaki, mayai ni vizuri mtoto akapewa kwa ajili ya kumjenga mwili wake. Kuangalia swala la lishe ilikuwa ni kitu kizuri kwa sababu kwanza linamsaidia mtoto kujikinga na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ambacho nilikuwa nafanya ni kuhakikisha kwamba wanapata lishe bora. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi kwamba watengenezea chakula kizuri ambacho kitasaidia ustawi wa miili yao. Ushauri wangu kwa wazazi, wazingatie lishe kwa sababu lishe ndio inasaidia ustawi wa mtoto. Sababu mtoto anapopata lishe ambayo sio nzuri, anaweza kupata magonjwa mbalimbali kama kwashiorkor, mtoto akawa hana afya nzuri. Kwa hiyo ni vizuri wakajitahidi wapa lishe bora watoto, lakini mtoto anapokuwa mdogo kuanzia miaka 0 mpaka 6, hakikisha ananyonya maziwa ya mama kwa sababu maziwa ya mama yanakuwa na virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Tumetoka kutazama maoni ya wadau wetu, na sasa twende kwenye chumba cha daktari. Na leo tupo na Daktari Philosophy Vincent kutoka hospitali ya Kamanga, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe kwa watoto. Daktari, nini maana ya lishe? Lishe kwa watoto ama lishe kwa ujumla ni sayansi ya virutubishi ambayo inapatikana kwenye chakula kwa ajili ya matumizi ya mwili, kwa ajili ya ukuaji, afya, lakini pia na kazi za mwili za kila siku ambazo mwili unahitaji ili kufanya shughuli za kila siku. Ni aina gani ya vyakula vya lishe ambavyo anapaswa kupewa mtoto mwenye umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 5? Vyakula ama lishe ambayo inashauriwa kwa watoto kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miaka 5, tunaweza tukaigawa kwenye makundi makubwa 3 au 4. Kundi la kwanza ni watoto ambao wana umri wa miaka 0 mpaka miezi 6, ambayo tunashauri mtoto anyonye maziwa ya mama peke yake bila kuweka chakula kingine wala maji, ambayo tunasema ananyonya maziwa ya mama peke yake kwa sababu mfumo wake wa umeng'enyaji wa chakula unaweza ukawa haujakomaa vizuri. Kwa hiyo tunamshauri mama ampatie mtoto maziwa peke yake, ambapo mtoto atanyonya kuanzia mara 10 mpaka mara 12 ama kwa kadri anavyoweza. Lakini pia kwenye kundi hilo hilo tunasema amnyonyeshe maziwa peke yake, lakini pia kuna faida za maziwa ambazo maziwa ya mama yana virutubisho ambavyo vinahitajika kwa ajili ya mwili. Maziwa ya mama yana kinga, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo mtoto atahitaji.
Kwa hivyo tunamshauri mama amnyonyeshe mtoto maziwa kuanzia siku ya kwanza amezaliwa mpaka miezi 6. Kundi la pili ni kuanzia miezi 6 mpaka miezi 12, ambapo tunamshauri mama sasa aanze kumpatia mtoto chakula, ambapo sasa tunasema inatakiwa mtoto aanze kupata uji laini, lakini pia na maziwa anaendelea kunyonya ya mama, lakini pia na huo uji laini na vyakula ambavyo vimepondwa kama viazi, ndizi vinakuwa vimepondwa kidogo, ambavyo mtoto ataweza kula na maziwa, lakini pia anaweza akaanza kunywa maji. Katika kipindi chote hiki tunamshauri mama aepuke kumpa mtoto soda na juisi nyingi, kwa sababu vinaweza vikampelekea mtoto akapata shida za kuharisha na vitu vingine kama hivyo, kutokana na kwamba mfumo wake wa mmeng'enyaji wa chakula haujakaa imara. Kundi lingine la tatu ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 2, ambapo tunasema mama aanze kumpatia mtoto vyakula laini, lakini pia na vyakula vingine kuongezea kwenye ule uji laini, ambapo tutasema ataanza kupata uji huo ambao unaweza ukawa ni mchanganyiko wa karanga, mchanganyiko wa soya, mchanganyiko wa mahindi. Mtoto anaweza akaanza kupata huo uji, lakini akaendelea kupata na hivyo vyakula kama ndizi, nyama, samaki, dagaa, maharage, mtoto anaweza akaanza kupata, na maji pia anaweza akaanza kunywa. Kwa hiyo huo ndio mgawanyo wa vyakula vya lishe kwa mtoto kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miaka 5. Madhara yanaweza yakatokea, mfano kuanzia kwenye umri wa miaka 0 mpaka miezi 6, ikiwa mtoto atapata chakula tofauti na maziwa ya mama, yanaweza yakampelekea kuharisha, yanaweza yakampelekea kupata mivurugiko ya tumbo. Kwa hivyo hapo tunamshauri mama amnyonyeshe maziwa tu. Lakini pia huko mbeleni kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5, ambapo mtoto atakuwa ameanza kula chakula, kama asipopata chakula kizuri na kisafi chenye lishe, mtoto anaweza akaingia kwenye kupata shida kama utapiamlo, kuharisha, kipindupindu na magonjwa mengine kadhalika. Tumetoka chumba cha daktari na sasa tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Tumetoka kutazama clinical message ya wiki hii na sasa turudi tena kwenye chumba cha daktari. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na lishe bora kwa watoto wenye umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 5? Umuhimu wa kumpatia mtoto chakula chenye lishe ndio kama hivyo nilivyosema. Mtoto atapata afya bora, ataepukana na magonjwa hayo kama utapiamlo na kuharisha, ambayo kiukweli anawasumbua watoto wengi ambao wazazi wao wanakuwa wazingatii lishe kwa watoto wao. Ushauri wangu kwa wazazi ambao wanakuwa wamejifungua lakini pia wanakuwa na watoto ambao wako chini ya miaka 5 ni kwamba wajitahidi kuwapatia watoto wao vyakula vyenye lishe ambavyo vitawasaidia watoto kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakawapata watoto kama utapiamlo, kuharisha. Kwa hiyo lakini pia wanapoandaa vyakula hivi inatakiwa wahakikishe wanaviandaa katika usafi na usalama, ili mtoto akipata chakula kiweze kumsaidia. Naam, mara baada ya kutazama ushauri wa daktari na sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle.
michezo. Na hiyo ni Clinical Pulse ya wiki ijayo. Unaweza kutoa maoni yako kupitia uwanja wa comment. Hadi kufikia hapa sina la ziada. Asante kwa wewe mtazamaji ambaye ulikuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Pia usikose kutufuatilia kupitia kurasa zetu za kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na YouTube @SauTV TZ. Hasta luego. Home Clinic,